Alhamdulillah, kilichopangwa kuwa kimekuwa. Si maneno yangu bali ni maneno ya meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ali Shaban Kamwe baada ya kumalizika kwa dabi ya Dar es Salaam, kwa maana Azam dhidi ya Young Africans, na mchezo umemalizika kwa sare ya bila kufungana, yani bila. Mimi zaidi tunaenda kuangalia dakika 90, lakini pia tutamgusa refali kwa kile ambacho amekifanya. Mwisho zaidi tutaangalia ligi kwa haya ambayo yametokea inaakisi vipi. Je, tayari ashajulikana bingwa atakuwa nani ama itakuwa vipi? Kwenye meza yangu ya uchambuzi nipo na Chief Zabane kama Zomfela, kwa maana Dominic Salamba, lakini pia yupo Steven Mwana wa Mapunda, tukikupitisha kwenye kile ambacho hata wewe unajiuliza nini ambacho kimepelekea game hii kumalizika sare. Chief, yes, upo vizuri? Mimi namshukuru Mungu niko vizuri kabisa. Ndio. Miongoni mwa vitu ambavyo ulikuwa ukivizungumza ni kuhusu safu ya ulinzi ya Young Africans. Inakatika sana. Lakini unaanzia kabisa kwenye namba 6 kwa maana kwa Damaro. Leo hajaanza. Unadhani umeona ile changamoto ipo? Nafikiri leo ilikuwa ni mechi tofauti sana, yes. Kwa sababu ukiangalia Azam walipoingia waliingia na intensity hali ya juu na walijua kwamba siku zote Yanga wanaanza mashambulizi kutoka kwenye eneo la ulinzi. Na nimeona ubora wa mwalimu Ibenge, yes. Alikuwa ameistadi Yanga kwamba kitu pekee cha kufanya ni kuwanyima utulivu hasa kwenye sehemu ya kwanza ambako wanaanzisha mashambulizi yao ili timu iweze kuwa disorganized. Na ukiangalia kipindi cha kwanza dakika 30 zote, yes. Yanga alikuwa ni muanga kuweza kutafuta mpira, alikuwa ni muanga kutaka kuzuia, alikuwa ni muanga na walianza kuchukua mchezo, lakini bado wakawa wanashindwa kupata uwiano sahihi wa namba, kwa sababu walikuwa nakutana na changamoto kubwa eneo la katikati ambako Azam panakuwa pana watu watano ambao wanakabana na viungo wawili. Lakini pia utazungumzia pia leo kiwango cha Mudathiri Yahya kipindi cha kwanza akikuwa vizuri. Ni mtu ambaye alikuwa anategemea aweze kukava eneo kubwa la kiwanja na kuweza kupunguza gap na kupunguza ile pressure ya safu ya ulinzi, lakini pia mingi ambayo alikuwa anaipata ilikuwa inapotea. Lakini bila kusahau makosa ya Bakari Nondo Mwamnyeto, kuna kama na mbili alikuwa anafanya makosa ambayo ni ya msingi kwa sababu anapenda kulazimisha kupitia katikati, ya pasi zake zinakuwa wakati mwingine zina madhara na kuweza kushambuliwa. Kwa hiyo naweza kusema kwamba leo Azam aliwini Yanga kwenye game plan ya mchezo wa leo hii. Aliwini Yanga kijua kwamba ukiweza kwa frustrate kwenye eneo lao la ulinzi utawafanya wao disorganized. Angalia Depu muda mwingi wa mchezo alikuwa yuko very isolated, yuko peke yake akiwa ana support. Muangalie ni Dube alikuwa anatokea pembeni, lakini pia kiwango cha Okelo akikuwa vizuri katika siku ya leo hii, kwa aitegemewa kama ni play lola. Kwa hiyo ni mechi ambayo pengine Azam alideserve kushinda kama angekuwa iko sahihi, lakini Yanga waliweza kuhimili pressure yao kutokana na ubora walionao na wachezaji wao. Lakini kwa sehemu nyingine siwezi kuacha kuzungumza kwamba mwamuzi naye alikuwa ni sehemu ya kuweza kuwakatili Yanga, kwa sababu alikuwa na maamuzi ambayo hayakuwa fair, yalikuwa pande mmoja, alikuwa iko very aggressive kwa Yanga. Ona zile fouls ya 50 kwa 50 ambazo pengine Yanga angeweza kunufaika, alikuwa hawezi kuwasaidia. Lakini pia mwishoni katika hatua ambayo pengine Yanga angeweza kusekiwa alama 3, anaweza kwenda kukataa. Kwanza kuna fouls ambayo ilikuwa inapigwa nje ya 18 akaweza kuipeta, lakini pia tukio la Dube ilikuwa ni clear penalty ambayo Yanga watakuwa wapewe dakika 2 nyongeza na pengine kuweza kubadilisha matokeo. Lakini naamini kwamba muamuzi leo hakuwa kwenye upande wa Yanga, hakuwa na Yanga, na si kwamba alikuwa yuko sahihi, lakini pengine alikuwa ameingia binafsi. Pengine alikuwa ameingia, kuna matokeo ambayo alikuwa yeye ameshaya set katika mechi leo hii binafsi. Haikuwa game nzuri, amewanyima Yanga alama 3 dakika za mwisho baada ya Yanga kuweza kudeserve kupewa mkojo wa penalty. Machief, huwa mna vitu ambavyo mnavijua, sisi wengine hatovijui. Kile ambacho kimefanywa na referee, kile ambacho kimetokea kabla ya mchezo, kwa maana Young Africans wameishia kwenye corridor, hajaingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, lakini posti ambayo ameposti Ali Shaban Kamwe, apply uchief. Alafu tuambie nini hasa kipo hapa katikati kwenye hivi vitu vitatu. Mimi ninachokiona kwamba kuna changamoto. Sitaki kuwa na assurance ya 100%, lakini nafikiri kuna vita kubwa nje ya kiwanja ambayo inaendelea. Na vita hii maana ipo kati ya Simba na Yanga. Kuna vita ambayo inaendelea kwa sababu ukiangalia hata ratiba ambayo Yanga alikuwa amepangiwa ni ratiba ambayo ilikuwa sio rahisi Yanga kuweza kutoka kwa kiwango ambacho kwa nao sasa hivi. Unaweza kuona mtiririko wa mechi ambazo walikuwa wamekutana nazo. Ukianzia mechi ya JKT wakaja wakatoka kutoka mechi nyingine,
baada hapo kuja unakutana na mechi kama Singida, unatoka tena unakutana na mechi nyingine Prison, unatoka unakutana na Azam. Kwa hiyo ilikuwa ni mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba walau wanaangusha alama kama sio 2 basi alama 3. Kwa namna ambavyo kwa nini nasema hivyo, kwa sababu opponent wake ambaye anagombea naye ubingwa yeye yuko vile yani relaxed. Yani Simba anacheza kwa matuo, anacheza kwa vituo, hana stress kubwa, na tumeona hata jana ile mechi imeweza kupelekwa mbele kutokana na mvua ambayo ilikuwa imenyesha. Kwa kama kuna mazingira ambayo mimi sitaki kuamini kwamba pengine wanapanga, lakini kuna kitu ambacho hakiko sawa, na ni reflect ambacho amekiandika Alikame kwamba walichokipanga kimekuwa. Kwa hiyo naamini kwamba hii sare, huyu mwamuzi haikuwa kwa bahati mbaya. Kwa sababu ukimwangalia yani kama alikuwa ameingia kwenda kubalance mchezo isipatikane matokeo. Lakini pia first half kuna ile ambayo ilikuwa ni offside, ilikuwa offside ambayo ilikuwa ni ya Max. Ndio tukio ambapo Max alikuwa anakwenda kufunga, lakini line 1 akaweza kunyoosha kibendera. Kwa hiyo nafikiri Yanga wamekutana na ugumu mkubwa, lakini kilichowafanya pengine waweze kusekea mechi hizi bila kupoteza ni ubora wa kikosi walicho nacho. Ingawa ukiangalia hata kama wakiwa hawachezi vizuri, wakati ukiangalia leo Yanga wamecheza let's say 60% ya uwezo walionao, lakini bado wameweza kusekiwa kuweza kupata alama moja. Kwa hiyo timu ambayo ikiwa katika ubora wa 80 au 100, maana yake wanakuwa na level tofauti. Kwa hiyo naamini kwamba Yanga msimu huu atachukua ubingwa, lakini haita kazi ndogo. Ni lazima afanye kazi zaidi kuhakikisha kwamba anapambana mambo ya ndani na nje ya kiwanja. Okay, tuhamie kwako Steven Mapunda. Young Africans amedondosha pointi 2 kwenye zile 5, kwa maana kama Simba atashinda zitakuwa zimesalia pointi 3. Unaona chochote kinaweza kikatokea, hasa tukiangalia mbio za ubingwa msimu huu NBC Premier League na kuangalia kiwango alichokuwa nacho klabu ya Simba? Mimi nikitazama mpaka hivi sasa bado naiona Yanga ikiwa na nafasi kubwa tu ya kuweza kufanya vizuri, na nikiangalia kwa upande wangu naiona Yanga kwa haya matokeo ambayo wameyapata ni matokeo ya kimafanikio sana ukilinganisha na hali ya pressure aliyokuwa nayo, kwa maana kwamba mlimbikizo wa ratiba upande wake. Anatoka kucheza na Simba tarehe 1 Machi. Anatoka hapo anakwenda anacheza mechi dhidi ya Singida. Anatoka hapo anakuja kucheza kwenye FA dhidi ya Polisi Tanzania. Anatoka hapo anakwenda kucheza dhidi ya Tanzania Prison. Anatoka hapo anakuja kucheza dhidi ya Azam. Umeona? Kwa hiyo amecheza takriban mechi 4 za kufuatana. Ndani ya takriban siku 10 na amecheza mechi 4. Ana wastani wa kuweza kucheza siku 2 mechi. Yaani wastani wake ukiupigia hesabu hapo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa aina ya matokeo ambayo ameyapata kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 15 amecheza mechi 5. Umeelewa vizuri hapo? Kwa ana wastani wa siku 3 kucheza mechi. Kwa hiyo kwa matokeo ambayo ameyapata kwa timu kama ya Azam ni kwake yeye imekuwa ni mafanikio zaidi, kwa sababu unapohitaji kuwa bingwa hakikisha yule ambaye anakupa changamoto ya ubingwa asipate alama 3 kwako. Kwa hiyo kama hapa ameweza kugawana naye alama, tafsiri yake ni nzuri kwenye kuziendea zile mbio za ubingwa. Na mshindani wake mwingine ni Simba ambaye pia aliweza kugawana alama, na tunakubali kabisa kwamba Simba alikuwa amecheza kwa nguvu ya hali ya juu, alikuwa amejitoa kwa hali ya juu alipocheza na Young African. Na hata ukiangalia leo Azam ilivyokuwa imeingia, imecheza kama timu ndogo inavyocheza na timu kubwa. Kwa maana gani? Kwa sababu ukiniuliza kwamba Azam waliingia na forward yupi kati yao, wote walikuwa forward wa uongo, hakuwa forward pase. Tafsiri yake ni nini? Kwamba tuwe na idadi kubwa ya watu ambao watajituma katika kiwanja, tuende tukakabe wote, turudi wote, alafu tutumie mipira mirefu au mipira ya kushtukiza ili tuweze kupata matokeo. Utagundua hata mpira mbali upiga Faisal Salum kutoka karibu katikati ya kiwanja, alipiga mpira mrefu baada ya kumuona Diala amesogea mbele. Mipira kama hiyo ndio alikuwa anategemea kuweza kupata matokeo. Lakini pia ukiangalia katika zile counter attack ambazo walikuwa wakizifanya, lakini tu kwamba reaction ya Yanga ilikuwa iko very active katika maeneo yao, lakini Yanga wao waliingia kucheza kama vile ambavyo timu nyingine inaweza kutafuta matokeo kwa timu yoyote ile. Ukiangalia wameanza na washambuliaji wawili, ukiangalia wamejaza viungo ambao wote wana sifa ya kuweza kushambulia, lakini pia wameweka mabeki asilia kabisa kwamba namba 2, namba 3 asilia, 4 na 5 asilia. Kwa hiyo unaiona kabisa Yanga bado inasimama katika hali ya ukubwa katika nchi hii, inacheza kikubwa katika nchi hii, lakini timu zingine zote zinapokuja kucheza na Yanga maana yake zinauma meno to the maximum. Sasa
ukiangalia Azam anapata faida mbili. Faida ya kwanza ni timu ambayo imeshapata rhythm ya kupambana. Umeona? Ilishahesabika kwamba katika Big 4 lazima Azam iwepo. Hiyo ni nafasi ya kwanza ambayo anaipata Azam. Nafasi ya pili ambayo anaipata Azam, ana mwalimu bora ambaye pia naye anaweza kuinduce mbinu ambazo zinaweza zikaweza kuleta changamoto kwa upande wa Young African. Kwa hiyo nafikiri katika maeneo hayo Azam ndipo wameweza kunufaika zaidi, lakini ukija kuniambia katika eneo ambalo la kimafanikio zaidi kwenye possession, namna ya kuweza kuattack, namna ya kuleta hatari ambazo zimeweza kumpa mpinzani hali ya kuto kujiamini, unaona kabisa Yanga imeweza kufanya attempt zenye hatari zaidi ukilinganisha na Azam FC. Kwa hiyo bado nasimama upande wa Young African kwamba siku ya leo mbali ya ugumu wa mechi ulivyo, lakini walistahili kuweza kupata alama 3, kwa maana ya kwamba ukiangalia move ya kwanza Max Zengeli anahukumiwa akiwa offside, lakini alikuwa katika eneo ambalo liko salama. Ukija kuangalia move ya mwisho Prince Mpumale Dube akiwa katika umiliki wa mpira anafanywa follow kwenye box, ilistahili kuwa penalty. Mara nyingi sana 70% anapewa mpigaji, 30% anapewa mdakaji. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Yanga wameweza kunyimwa faida ya namna hiyo, na nafikiri kwamba mpira wetu kwa sasa unafikia hatua ya kwenda kubalance. Simba alichukua mara 4 mfululizo. Ndio. Yanga amechukua mara 4 mfululizo. Sasa ukija kuangalia ukubwa wa hizo timu mbili, inafika kipindi kwamba kwa nini wewe uende uchukue mara ya 5? Kwa sababu ingawa miaka ya nyuma isha kutokea Yanga akachukua mara 5, Simba akachukua mara 5, isha kutokea. Kwa hiyo inawezekana kwa kizazi cha sasa wanajaribu kuweka ugumu zaidi, na anayecheza mechi hizi pasi na shaka yote mpinzani wa Young African ambaye ni nani? Ni Simba Sports Club. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna ugumu fulani ambao Yanga wanaupitia, na tutegemea ugumu zaidi huko siku za mbeleni, kwa sababu Simba iko very comfortable. Ametoka kucheza mechi tarehe 1. Toka tarehe 1 alipocheza, anza kuhesabu mechi alizocheza. Amekuja amecheza ya ligi 1, amekuja amecheza FA 1. Ana mechi 3 ndani ya siku 15. Amecheza mechi 3. Ana wastani wa kupumzika siku 5. Sio, umeelewa vizuri? Wakati huo kama angecheza mechi dhidi ya TRA angekuwa na wastani wa kupumzika siku 4. Kwa maana ya kwamba ndani ya siku 15 amecheza mechi 4. Sio, umeelewa vizuri? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa upande wa Simba wako more comfortable ukilinganisha na upande wa Young African. Kwa hiyo hili nafikiri linaweza likaja kuleta shida kwa siku za usoni. Na kikanuni mechi ikiwa imeahirishwa kwa sababu yoyote ya hali ya hewa au sababu yoyote ile ambayo inaweza kusababisha mechi isiweze kucheza, isipokuwa sababu ya kiusalama kama kuna vita, kuna tishio la amani, labda vitu kama hivyo, inawezekana ikawa tofauti. Lakini kama ni swala la climate tu, hali ya hewa, kwamba ikasababisha kwamba mchezo usiweze kuchezwa ukaahirishwa, tafsiri yake ni kwamba unaahirishwa, unachezwa siku inayofuata, lakini imeahirishwa, ile mechi imekuwa kimya mpaka bodi irudi tena iweze kupanga tena tarehe nyingine. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna mazingira ambayo Yanga anapewa wakati mgumu zaidi kuweza kuhakikisha kwamba anapata ugumu kwenye kuendea ubingwa. Lakini mimi nikiangalia mpaka hivi sasa bado naiona Yanga ipo sehemu nzuri zaidi. Ni sare ya 3 toka ligi inaanza. Amecheza michezo 14, amesare 3, ameshinda michezo 10. So far so good, bado yuko sehemu nzuri. Chief